Wanasema wenye viti wa mtaa wasimulia. Wasimulia nini? Balaa kausha damu. Wamekwisha. Balaa kausha damu. Jamani, hivi unajua kausha damu kwa mimi ninavyoifahamu ni watu fulani kama mimi ninavyoamini kwamba ndo wanatutia umaskini. Yaani kama kuna namna wanatutia umaskini. Sasa hem tuone gazeti la Mwananchi kausha damu inakuaje kuaje? Basi bwana, gazeti la Mwananchi lenyewe limeandika balaa kausha damu. Mkononi mwangu nimekamata bana gazeti pendwa la Mwananchi. Na habari kubwa ni balaa kausha damu. Kausha damu. Mwananchi bwana wanasema wenye viti wa mitaa wasimulia. Waeleza kasi ya wananchi kupeleka malalamiko ya kuibiwa. Na hawa watu ambao wanakuwa wanasimamia hizi taasisi ambazo zinajihusisha na kausha damu ni utoaji wa mikopo. Wanaendelea Mwananchi wanasema waeleza kasi ya wananchi kupeleka malalamiko ya kuibiwa, kudhalilishwa mitaani kutokana na mikopo, wapambana kusururisha wahusika ni baada ya BOT kuingilia kati. Lakini tunamnukuu mwenyekiti anaitwa Marius Alfonsi, mwenyekiti wa mtaa wa Tabata Kimanga. Yeye anasema mikopo hii imekuwa rahisi kwa sababu ya upatikanaji wake, ndiyo maana wananchi wanaikimbilia, japokuwa kwa uhalisia kampuni au taasisi zinazotoa masharti yake ni magumu na riba yake ni kubwa. Kauli ya mwenyekiti labda ni nukuu, anasema mikopo hii imekuwa rahisi kwa sababu ya upatikanaji wake, ndio maana wananchi wanaikimbilia, japokuwa kwa uhalisia kampuni au taasisi zinazotoa masharti yake ni magumu na riba yake ni kubwa. Jamani, hii ni kweli kabisa. Balaa kausha damu. Balaa kausha damu. Mpaka BOT wameingilia. Na wanasema samani za ndani ndio zimekuwa rahisi kubebwa na wakopeshaji wanapomdai mtu. Kabisa. Samani. Kabisa. Wewe una kadhia gani wakati tunasoma gazeti hili la Mwananchi kwenye kipindi hiki cha Kunani Magazetini Reporter? Una kadhia gani ambayo unaikumbuka inatokana na hili balaa ambalo limeandikwa, maana limetajwa kama balaa la kausha damu ambalo na hili ni balaa kweli. Yaani hili ni balaa. Na kama Mwananchi wameandika hapa balaa la kausha damu, na kama mwenyekiti hapa nadhani tumemnukuu hapa akizungumza mikopo hii imekuwa rahisi kwa sababu ya upatikanaji wake, ndio maana wananchi wanaikimbilia. Kwa sababu gani? Sasa hivi ofisi za mikopo hii midogo midogo ni nyingi sana. Ofisi za midogo mikopo midogo ambao wao tuna waita kausha damu, ni upatikanaji wao umekuwa ni rahisi sana, japokuwa kwa uhalisia kampuni au taasisi zinazotoa masharti yake ni magumu na riba yake ni kubwa. Sasa hapa kuna watu wanaweza wasielewe. Sio riba kwa mara ya kwanza mtu anavyoelezwa hafahamu, lakini shida ndo zinampelekea akimbilie ule mkopo na asione kwamba riba ni kubwa. Wakati wa kurejesha yani unazungumzia kwamba awali pindi mtu anaposikia kuna taasisi au kampuni inatoa mkopo, yeye inakuwa rahisi kuvutika kukimbilia kwa sababu tayari kunakuwa na virainishi kama vya upatikanaji wa haraka wa mkopo. Yes. Lakini kingine na zipo taasisi pia nimewahi kuona ingawa sizifahamu kwa undani, lakini nimewahi kushuhudia hata mabango unaambiwa mkopo masaa 24 tu umepata. Yes. Sasa hivi imefika hadi kwa hiyo watu wanalia. Mimi nimeshawahi kushuhudia mtu anabebewa vitu na ndio maana Mwananchi wamekuandikia hapo, anakuambia samani za ndani ndizo zimekuwa rahisi kubebwa na wakopeshaji wanaopodai mtu. Na kuna wakopeshaji wanapomdai mtu kimbilio lao ni zile
samani. Na kuna watu wengine wanaweza wasielewe kidogo hapa, labda tuwadadavulie. Kuna thamani na samani. Sasa samani ni kama vile vitu vya ndani, meza, nadhani wengi sana wanafahamu. Meza, vitanda, sijui vitu gani, ndizo samani za vitu ambavyo vinachukuliwa. Na mara nyingi sana ukipiga hesabu samani zinazochukuliwa na kiasi ambacho ulikopa haviendani kabisa. Na ndo maana hapa amekuja kusema japokuwa kwa uhalisia kampuni au taasisi zinazotoa masharti yake ni magumu na riba yake ni kubwa. Si unaelewa? Kampuni au taasisi zinazotoa masharti yake ni magumu na riba yake ni kubwa. Na wakati unapoenda kukopa, wakati unaenda kukopa, unavoulizwa unaweka kitu gani kama dhamana ya mkopo wako, wakati unaenda kuonyesha, ni lazima kile kitu unachokionyesha kiwe kina thamani kubwa sana. Na kwenye hiki ambapo Mwananchi wamekiandika, na mpaka wao tunaona habari kubwa ambayo imebeba, ambayo kama unavyotazama mtazamaji, habari picha hii balaa na kichwa cha habari kwa ukubwa cha Mwananchi, balaa kwa kausha damu. Balaa kausha damu. Mimi nina experience ama nina ushahidi, nimewahi kumshuhudia mtu ambaye ninamfahamu, na ni kwa ukweli kabisa tunazungumza, ambaye yani hii ni true story. Sasa hapa naeleza ule kitu ambacho nakifahamu yes, kutokana na hili la kausha damu ambalo Mwananchi wameliandika kwenye gazeti lao la leo, balaa la kausha damu. Nimewahi kumshuhudia mtu ambaye kwa sasa tunavyozungumza familia yake imesambaratika. Bwana we. Yani nikiwa na maana ya kwamba mke wake alikuwa anachukua mikopo, halafu yani wakati anachukua ile mikopo, kumbe hamshirikishi mume wake. Na hii ndo tatizo kubwa sana ambalo linakuja kuvuruga ndoa kwa sababu ya hii kausha damu. Maana yake matatizo yanaingilia. Ngoja ripota, mpaka wamefika stage wanaandika kwamba imefika stage huu mkopo umekuwa unaitwa mkopo kausha damu. Labda kwa nini kwanza mkopo kausha damu? Kwanza kabisa, wakati unaenda fanya uchunguzi, wakati unaenda kuchukua huu mkopo, mtu yoyote akichukua huu mkopo, baada ya wiki moja lazima akonde. Mkopo ndo maana unaitwa mkopo wa kausha damu. Yani hiyo ndo maana halisi, wengi hawajui. Yani ukishachukua huu mkopo baada ya wiki 2 au 3, huyo mtu lazima akonde. Mkopo wa kausha damu. Hivi unajua huwezi kupata usingizi. Ngoja. Hasa mfano sawa, tunaweza unajua ni bana hii ni Kurani magazetini bana, ndio kipindi ambacho unatutazama. Ripota. Ripota mchongo. Yes. Sasa hilo balaa la kausha damu ambalo walisema kwamba kwa wiki moja tu lazima ukonde. Kwa hiyo sasa huu ni mwezi ambao watu wengi wapo kwenye mfungo. Nazungumzia kwa watu ambao ni wa madhehebu, waumini wa madhehebu ya Kiislamu, yes, na waumini wa madhehebu ya Kikristo. Wote kwa pamoja, niseme tupo, maana nikisema wapo utakuwa nimejitoa. Tupo kwenye mfungo. Kwa maana kwamba ni saumu. Yes. Hauwezi kujua Mkristo yupi, Muislamu yupi. Yes. Sasa hapo umegusia kwamba ukishachukua huo mkopo wa kausha damu wiki moja, umesema wiki moja lazima ukonde. Wiki moja. Sasa, 1 week. Kwa mfano hiki kipindi sasa mada yangu ni kutaka kwenda. Kwa hiki kipindi sasa cha saumu, kwa hiyo mshauri mtu akachukue mkopo. Inategemeana. Yani likikufika hapa nenda, lakini wakati unaenda jiandae mwili wako kupungua. Na ni washauri wale wenye vitambi, wenye mafuta mengi, unatamani kupunguza kitambi, usihangaike na dawa, chukua kausha damu tu. Mkopo kausha damu, na kiwango unachochukua kiwe kina utata kidogo kukirejesha. Yani wewe kwenye kutoa marejesho, yani unachozungumzia kwamba ukitaka kupungua mwili, hata kama una mwili mkubwa, chukua mkopo kausha damu. Kwenye urejeshwaji wake, kwa maana kwamba unamaanisha wakati unatoa ile marejesho kuwe na utata kwenye kurudisha. Yani ngoja nikufafanulie vizuri unielewe. Ukitaka kupunguza mwili wako, yani unataka mafuta mengi yapungue mwilini, cha kufanya
piga hesabu kwamba wewe kiasi chako cha kuingiza kwa siku ni shilingi ngapi. Kwa mfano unaingiza shilingi 10,000, nenda kwa hawa ndugu zetu wa kausha damu, sawa sawa, chukua mkopo. Kwani ngoja kwanza sikukate kauli. Pamoja na kwamba Mwananchi wameandika Balala kausha damu, kwani hata watoaji wa hii mikopo na wao pia ofisini kwao, kwa mfano kama mimi sijawahi kweli, nikifika nikiuliza bana nimekuja kuchukua mkopo kausha damu, wataniona nimetumia lugha nzuri? Hapana. Hapana. Kwa sababu ngoja nikupe siri moja. Wakati unaenda kuchukua mkopo, lile tabasamu ambalo utamkuta nalo anayekukopesha ni tofauti na tabasamu ambalo utamkuta nalo siku unaenda kumwambia bwana leo niko vibaya. Si unaelewa? Na hiyo yanasema ni moja kati ya misingi ya kibiashara, kwa sababu mara ya kwanza hata we mteja anapokuja kununua bidhaa yako, amelipa ameondoka, wakati anarudi jasho linamtoka, kashika ile mali uliyomuuzia mkononi, unajua yes kushachangamka hapa. Shida ni nini? Wenda mali niliyomuuzia sio sawa au ni sawa. Kwa kama sio sawa, maana yake atataka kurejeshewa pesa yake. Kwa kama anataka kurejeshewa, nikionyesha tabasamu kama la mwanzo, huyu mtu nitakutana na chamoto. Kwa cha kufanya ni vae sura ya uhalisia sasa hapa, ngumu. Umefanyaje? Simu imefanyaje? Utajua wewe. Umeona? Kwa hiyo utofauti hivi kwa mfano wanapokuja kuchukua hizo rasilimali zako, wanakujaje? Bwana ujaji wao bwana unakuwa tofauti. Kusema kweli. Ni tofauti na jinsi ulivyopeana. Yaani ni tofauti na jinsi ambavyo mlipeana. Ndio maana nasema wakati unakopa anakuwa na tabasamu, mnachekeana. Bwana kama yani wakati unaambiwa andikisha zile rasilimali zako. Na ukitaka kuona tabasamu la mtu anayemkopeshaji ni pale ambapo unamalizia kipengele cha mwisho cha kusaini. Pale ndo utaona sasa tabasamu lake likoje. Baada tu ya kusaini, ndo sasa utakuja kumjua kwamba kwanza advertise wanaokuja kudai ile hela au kuja kuchukua vile vitu wanakuaga ni tofauti na yule ambaye alikukopesha. Yaani aliyekupa hela mwingine wanaokuja kufuata. Bwana sisi tumeagizwa. Hapo wanakuaga hawaeleweki. Yaani hiyo action yake hiyo, picha lake hiyo. Yaani kwanza unajua wanakuja vipi? Sijawahi kubebewa vitu. Lakini nafahamu kwamba mara nyingi sana wakati wanakuja, yaani wanakuaga ni watu ambao hawaeleweki. Nakumbuka wewe hapo umeshakonda, umepungua mwili wako na una mawazo. Si unaelewa? Mpaka inafika stage ya kuja kubebewa vitu, maana yake umeshajiandaa kisaikolojia kwamba muda wowote kuna changamka. Sasa wakati wanafika, unajua kuna ile namna mgeni akija nyumbani kwako haeleweki. Ana shati la mikono mirefu, amepiga tai, halafu anaonekana ni kijana fulani, unajua yeye tayari. Kwa hiyo atakapofika pale, kwanza kabisa wanaanzaga hivi habari, salama. Wewe ndo Lupiana Classic au ripota wa mchongo? Ndo mimi. Afsa, karibu. Asante. Wanaitwa maafisa. Wanaitwa maafisa. Wakati huo wanajitambulisha bana, sisi tunatokea kampuni. Jina lao linakuaga refu kidogo. Ili kukuchanganya kisaikolojia. Sio unaelewa? Baada hapo anakuambia nadhani unakumbuka tarehe fulani ulichukua mkopo sehemu fulani. Nakumbuka. Sawa. Wakati huo mnazungumza kama ulikuwa umesimama kibarazani tayari mshaingia ndani. Yaani mazungumzo mnaongelea ndani. Halafu mzungumzaji anakuaga na wapambe wawili watatu ambao wao hawafocus na wewe. Yaani wao wanaangalia vile vitu vipo au havipo. Sasa kisaikolojia lazima uvurugwe. Si unaelewa? Na ndio maana nikasema hivi mara ya kwanza hapa, kama unataka kupungua mwili kwa haraka, chukua mkopo kausha damu. Na kiwango cha mkopo ambacho unachukua ili upungue kwa haraka mwili wako, piga hesabu kwamba wewe unaingiza kiasi gani kwa siku. Maybe unaingiza 15,000. Nenda kausha damu, kachukue, waambie bana mimi nitakuwa naleta kila siku 16,000. Sio unanielewa? Chukua, waambie bana mimi na uwezo wa kurejesha 16,000 kwa siku, ili hali ya kuwa wewe unajua kabisa kiasi chako ni 15,000. Kwa hiyo ili upungue ni lazima utapambana, utakuwa na mawazo, utakuwa na nini. Kwa hiyo hapo ndani ya muda mfupi utakuwa umepungua mwili wako. Na ujaji wao ni kama nilivyoeleza kwamba wanakuja wakiwa kwanza wanakuwa hawana muda mwingi wa kuzungumza. Maafisa mikopo. Maafisa mikopo. Halafu
Yani sio watu wa kuzungumza. Sio watu wa kuzungumza, yani sio watu wa kuzungumza. Bwana unaitwa nani ripota wa mchongo? Umevugo tukuone. Aha, ni wewe. Afsa ni mwenyewe. Sawa. Andika, sawa. Tayari. Yani wakati huo tayari wewe ushavurugwa ujue. Yani kwa hiyo pale ujamaa hamna tena. Ujamaa hamna. Yani hata kama amekuja yule ambaye alikukopesha, yani kuna namna fulani anakuwa bize na simu wakati vijana wake wanaendelea na kazi. Yani kama ni uwanjani kwako pale yeye anaongea na simu. Yuko bize, mara ameenda kule, mara ameenda huku. Yani yuko kuchanganya. Ili kukuchanganya usipate muda wa kumuita pembeni kwamba bana kaka, samani bana, mtoto mwenzako alichemka usiku, alimeza wembe bana. Wale wajomba ana kitabu, anaangalia, anaandika. Halafu hata kama kuna watoto, unajua kuna watoto wetu wa sasa hivi wa kisasa hawa, anakuwa anacheza anko. Yani unakuta sasa mgeni ni hana upendo na mtoto. Yani anko nani, sogea tuko busy na kazi kidogo. Mpaka unasema leo cha moto nitakiona. Kwa hiyo kiuhalisia tusiache kukopa, lakini angalia shida inayokupelekea wewe kwenda kuchukua mkopo. Na kingine kinachowaumiza watu wengi sana ni kuchukua mkopo ambao utakuja kuwaletea migogoro kwa ajili ya kurejesha, kwa ajili ya kufanya marejesho. Kwa maana ya kwamba ushauri wangu kwa watu au wananchi, ili tusifikie huku mpaka BOT kuingilia, lakini kubebewa thamani, kudhalilishwa. Tumeona hapa gazeti limezungumza kwamba wengi wanadhalilishwa mitaani, na wale jamaa hawaangaliagi kwamba waje jioni. Yani asubuhi, unajua kuna ile moment ambayo mmekaa na wapangaji, sasa unawafunga kamba. Umeona mwezi ujao nataka nilete TV ambayo itakuwa kubwa. Wakati huo umechukua mkopo, umeleta sijui vitu gani, wajomba hao hapa. Na usafiri wao mara nyingi sana huwa vinakuwa vikiliku, zile gari ambazo zinatela zinatela, lakini pia wanakuaga wana mawasiliano na watu wakuja kuchukua vitu kwa haraka. Kwa ushauri wangu kwa wananchi, ili tusiweze kuingia kwenye dhahma ambayo itatufanya tugombane na watu na tukusane na watu, chukua mkopo ambao unahisi ni rahisi kuurejesha. Na wakati unakopa utambue malengo ya kile ambacho, malengo ya zile pesa ni kitu gani. Ndo kinachowafelisha watu wengi sana. Malengo kwanza, anza na malengo, lakini hakikisha kile unachokilengea kitarejesha kiurahisi ile deni, lakini na riba ambayo umewekewa. Lakini pia cha mwisho, angalia vigezo na masharti vya mkopo husika kabla hujachukua mkopo. Yes, ndo kinachowaangusha wengi, kwa sababu watu wanakuja kujua riba kubwa baadaye. Baada ya kuchukua mkopo sasa umeanza kuisha, ndio mtu anajua I say kumbe riba ni kubwa. Sijui unaelewa vizuri. Unajua hata hii mfano mmoja, ukiwa na hela mfukoni, njaa huwa hayumi sana. Ila huna hela ndio utajua kwamba bana njaa kumbe inawasha moto. Sijui unaelewa, ndivyo lilivyo. Sawa.